Katika kuhakikisha mahakama inachangia kwenye ustawi wa maendeleo ya jamii na utoaji wa haki kwa ufanisi bora, Mahakama ya Tanzania imeweza pia kujikita kwenye matumizi ya teknolojia ya habari na mawasiliano TEHAMA, ambayo ina nafasi kubwa katika kuboresha haki na kufanikisha upatikanaji wa haki kwa wakati. Kwa maana nyingine ni kwamba Mahakama ya Tanzania imejitatiti kutoka kwenye matumizi ya nyaraka ngumu, kwa maana hard copy zinazowasilishwa mahakamani, hadi matumizi ya nyaraka laini soft copies, huku mahakama ikitoa maamuzi ya mashauri mbalimbali kupitia mfumo wa kielektroniki. Na katika hili mawakili wa kujitegemea, Ofisi ya Taifa ya Mashtaka na kwa wananchi, naamini mmeweza kuwa mashuhuda wa hili. Ndugu wananchi, kwa mifumo ya TEHAMA, mahakama imelenga kuboresha mfumo wa utoaji haki, huku lengo haswa na msingi ukiwa ni kuhakikisha inatimiza wajibu wake kwenye kuchangia maendeleo ya taifa. Mifumo ambayo imebuniwa na ambayo inaendelea kutumika ni mfumo wa kielektroniki wa kuratibu uendeshaji na usimamizi wa mashauri, kwa maana ya Electronic Case Management System ECMS. Mfumo huu umelenga kutoa huduma zifuatazo: usajili wa mashauri, upangaji wa mashauri kwa waheshimiwa majaji na mahakimu, kuruhusu majaji na mahakimu kuandika hukumu na mienendo moja kwa moja kwenye mfumo, tofauti na ilivyokuwa hapo awali. Vituo mbalimbali vya mahakama viweze kusomana na mifumo ya wadau muhimu wa mahakama kama vile Mamlaka ya Vitambulisho ya Taifa NIDA, Ofisi ya Taifa ya Mashtaka, Jeshi la Polisi, Jeshi la Magereza, Ustawi wa Jamii na wengineo. Lazima mfumo utawezesha wadau katika mnyororo wa haki kujua nani anafanya nini, swala lililosajiliwa mahakamani limefikia hatua gani, au ni wapi limekwama. Mpango wa kuzidijitali nyaraka za mashauri zina nafasi kubwa katika kuwezesha mahakama kutoa maamuzi yenye msingi na ya haki. Nyaraka za kimahakama zinatakiwa zipatikane kwa wakati, pahala popote, na ziwe kamili na sahihi, ili kuepuka changamoto za nyaraka na kumbukumbu za mahakama kupotea, kuharibika au kutopatikana kwa urahisi. Mahakama imeweza kuzidijiti nyaraka na kumbukumbu zote ambazo zitasaidia mahakama itoe haki kwa uwazi zaidi, kwa ufanisi na kwa ubora zaidi. Lakini pia tuna mfumo wa unukuzi na tafsiri wa mienendo ya mashauri, transcription and translation software, unaitwa kwa kifupi TTS. Haki inaweza kufifishwa na kudhoofishwa endapo kumbukumbu za mienendo ya mashauri haitaandikwa kwa usahihi. Haki inaweza kuchelewa kupatikana endapo mahakama zitatumia muda mrefu kuandika hizo kumbukumbu kwa mikono. Ndugu wananchi, kupitia mifumo hiyo ya kielektroniki, wadau mmeweza kupata wepesi wa kuleta mawasiliano au mawasilisho mahakamani yanayohusu mashauri mbalimbali popote mlipo, na hivyo kutolazimika kufika mahakamani, ambapo inasaidia kutunza muda na gharama, na muda huo kuutumia katika shughuli za kiuzalishaji, kuongeza kipato chenu ninyi binafsi, lakini pia kwa taifa kwa ujumla. Na washukuru wa mahakama kwa kazi nzuri mlioifanya, huku tukijivunia mahakama zetu za mwanzo kwa mwaka 2025 kumaliza mashauri yote kwa mwaka husika, kwa maana ya 2025, na kuvuka na kesi 0 kuingia mwaka 2026. Niombe jitihada hizo ziendelee kwa kasi kwa mwaka 2026. Naitwa Tumshukuru Cleophas Mdui, mimi ni afisa tarafa Kahama mjini. Katika kusherehekea siku ya sheria nchini yenye kauli mbiu mchango wa mahakama katika ustawi wa maendeleo ya taifa, kauli mbiu ya siku ya sheria inatukumbusha kuwa maendeleo ya taifa letu hayawezi kupatikana bila haki na utawala wa sheria. Tujenge utamaduni wa kuheshimu sheria kuanzia ngazi ya familia, taifa kwa ujumla. Kwa pamoja tushikamane katika kulinda haki, kupinga vitendo vya uvunjifu wa sheria na kuhimiza maadili mema katika jamii. Taifa linaloheshimu sheria ni taifa lenye mustakabali ulio imara. Kama kawaida yenu, katika kipindi cha wiki ya sheria, kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali za serikali, mmetoa msaada wa sheria na huduma zenu kwa umma na kueleza umma
hatua mbalimbali zinazochukuliwa katika kuimarisha huduma za mahakama nchini, ambayo ilikuwa ni wiki yenye manufaa kwa wananchi waliohitaji msaada wa kisheria. Hongereni sana. Lakini kipekee nimpongeze Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa jitihada zake kabisa makusudi za kuanzisha msaada wa kisheria ulioitwa Mama Samia Legal Aid Campaign. Kampeni hii ilipokelewa vizuri na wananchi, na niseme kampeni hiyo inaendelea vizuri kwa jinsi ilivyopokelewa. Ni wazi kuwa kuna uhitaji mkubwa wa msaada wa kisheria hapa nchini, na tayari kampeni hii imeshawafikia wananchi na imeleta chachu katika wilaya yetu ya Kahama na taifa kwa ujumla, kwani wananchi wamepata fursa ya kupata msaada wa kisheria bure pindi wanapohitaji msaada wa kisheria. Na ni rai yangu kuwa Mama Samia Legal Aid wanaendelea kutoa msaada wa kisheria kwa wananchi wetu, kwani malalamiko ni mengi. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.